Mtazamaji wa Stein TV, kamera nyingine tena tupo kuzungumza na mashabiki wa mpira. Tumekutana na kocha hapa wa mpira, atajitambulisha majina yake, lakini pia atatutolea tathmini yake kuhusiana na game ya jana ambayo ilikuwa ni ya ligi kuu kati ya Azam na Yanga. Tunakumbuka Yanga amefanikiwa kuibuka na goli 2-1. Ngoja tumsikilize maoni yake na tathmini yake mpira ulivyokuwa. Wapi Azam walishindwa na wapi Yanga waliwawini Azam. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Rajabu Paulin, ni mwalimu wa mpira na nilikuwa mchezaji pia wa mpira. Lakini kwa kile ambacho umeongea kuhusu mechi ya jana ya Yanga na Azam, nadhani naweza nikasema kabla ya yote Yanga alistahili ushindi. Kwa sababu naweza nikasema ni mwendelezo wa kile Yanga alikuwa anakifanya na anachokilenga, kwa sababu kila mtu ana malengo yake. Yanga ndio bingwa mtetezi. Kwa hiyo ukiangalia performance ya Yanga ya sasa hivi na performance ya Yanga katikati hapa, nadhani walikuwa wamedrop sana. Baada ya kutoka kufungwa mechi na Azam, wakaja wakafungwa mechi na Tabora, Yanga walidrop. Baadaye wakarudi kwenye performance yao. Performance yao ni nzuri. Angalia performance walioonyesha kwenye mechi ya Tabora. Ilikuwa performance moja ya hali ya juu sana. Kila mchezaji yuko active. Kitu kimoja ambacho kinawabeba Yanga, kwa mfano kwenye mechi ya Tabora, ni watu ambao walianza wana system sasa hivi moja ya kuanza kukaba kuanzia juu. Siku zote kwenye football kama ukianzia kukaba juu, maana yake unawanyima wale wapinzani nafasi ya wao kupanga mipango yao kuja paka katikati. Lakini ukianzia kukabia katikati, maana yake umewapa nafasi ya wao kujipanga na kupanga mipango yao kufika paka kwako. Yanga ni kitu ambacho waliwini kwenye mechi ile ya Tabora. Ukiangalia mechi ya Azam ya jana, naweza nikasema Yanga alikuwa bora toka dakika ya kwanza paka wanakuja kupata lile goli la kwanza. Ukiangalia goli la kwanza lilivyofungwa, ukiangalia nafasi Pacome, distance ambayo Pacome alitoka kwenye sprinting ile paka kwenda kufikia mpira, unaweza ukasema ni juhudi binafsi ya mchezaji. Alafu build up ya Yanga ukiangalia ndio kitu ambacho kiliwaua Azam. Yanga wanaanzia nyuma, na Yanga ukiwapa nafasi ya kuanzia nyuma kwa wachezaji, quality ya wachezaji walionao, watakuua tu, kwa sababu kila mchezaji ana skills za kutosha. Umeona? Angalia rotation ambayo mwalimu alifanya. Kibwana ndio yuko kwenye position hiyo, kwa Siao hayupo, Aziziki hayupo, wachezaji ambao tunawazoea. Ukiangalia Chama jana ndo amecheza. Sasa ukiangalia mtu ambaye alikuwa jana ilikuwa ni sumu zaidi, angeendelea kuwepo, nadhani Azam angeshindwa kucheza zaidi. Ilikuwa ni Pacome. Pacome ni mchezaji ambaye mimi naweza nikasema ana skills za kutosha. Yule mimi naweza nikasema ni best mchezaji ambaye Mungu alimjalia kila kitu. Ana ball control, ana receive mpira, unaona kabisa kwa huyu mtu anataka kufanya kitu fulani. Akiamua kusprint na kudribble, unaona ana dribble. Akiamua kushoot ana shoot. Akiamua kupunguza watu, ana uwezo wa kupunguza mtu paka wa kwanza paka tatu. Uwezo wanao. Kwa hiyo ni kitu ambacho Azam jana, Yanga jana walikuwa bora sana kuliko Azam. Azam walifeli wapi? Kwa sababu tuliona kipindi cha kwanza mpaka karibia dakika ya kwanza mpaka mwisho ni kama walikuwa nyuma kabisa, walikuwa wanakabiwa mbele na timu ya Yanga. Ni wapi walifeli Azam? Kwa sababu tunawajua wana wachezaji wazuri wenye quality bora. Kwa nini jana walifeli? Mimi naweza nikasema Azam walifeli jana kwenye mambo mengi sana. Moja, pressing ya Yanga ilisababisha Azam wafeli. Kwa sababu pressing ya Yanga walianza kupress kuanzia juu, kiasi ambacho Azam walikosa build up ya kutengeneza watavukaje kuja kwenye kuvuka kwanza midfield ya Yanga. Ukiangalia jana Yanga katikati palikuwa naweza nikasema palikuwa Chama, Duke Abuya, Mudasiri haya alikuwepo pale, Pacome pia akawa anaingia. Kwa hiyo Pacome jana alikuwa kama vile mzurulaji, kama vile traffic, yani popote pale anaenda kusimamisha gari. Kwa hiyo ni mtu mmoja akanani. Alafu ukiangalia pia kwenye striking kulikuwa na mtu ambaye anaweza akapata nafasi mbili, hawezi kukuacha, atakuacha kwenye moja, ya pili lazima ataifanyia kazi. Dube, uliona goli lake la pili. Sasa tukirudi kwenye upande wa Azam kama swali lako lilivyo, Azam jana alifeli sehemu nyingi sana. Moja, alifeli kwanza kwenye pressing yao. Cha pili, ukiangalia build up yao ya kutoka nyuma kutengeneza mashambulizi kuja paka katikati, walikuwa wamefeli. Organization ya katikati
kwenye midfield yao kulikuwa hakuna mtu. Faisali alihama. Mwalimu jana naona kama vile kampushi Faisali kwenda kucheza kama striker. Wakati Faisali ukitaka kumfaidi acheze inside 10 au acheze playmaker, ndo anacheza vizuri. Ukimkosea sana mweke acheze stopper. Kwa hiyo jana Faisali alikuwa kama striker. Kwa hiyo Faisali ukimweka striker ni kama unamkosea. Kwa hiyo hata mtu yule wa kupiga pasi ya mwisho kulikuwa hakuna. Ukiangalia Azam kama walishuti golini, nadhani walishuti kama 2 kama sikosei. Kwa maana hiyo sehemu zote zile Azam walikuwa wamekosea. Kila wakati Azam walikuwa wakipiga pasi, hakuna pasi ambayo ni pasi moja ambayo unaweza kusema hii ni labda ni accurate pass au ni pasi ambayo inapita kwenye njia ambayo ni ya mwisho ambayo mtu anaweza kwenda akafanya finishing. Hakuna. Sila alikuwa hayupo kwenye ubora wake. Mtu ambaye alikuwa kidogo anataka kujitahidi kuwa kwenye ubora wake ilikuwa ni Faisali. Dinado, mimi yule ni mchezaji ambaye nasemaga hana madhara kwenye position ambayo anacheza. Offensive midfield ya sasa hivi, hakuna offensive midfield ya sasa hivi ambaye inacheza kama Dinado anavyocheza. Huwezi kucheza muda wote pembeni. Unamwona ule Pacome anavyocheza? Ndio offensive ya sasa hivi. Modern football inatakiwa kitu kama hiyo. Tucheze twende. Na ndo Yanga ukiangalia waliingia jana na kwanza moja waliingia na acceleration ya juu. Toka mpira unaanza, angalia pasi zao walikuwa wanapiga. Accurate passes zinafika kwa mtu, penetration pass inafika kwa mtu, wakipiga long ball inafika kwa mtu. Kwa hiyo kila kitu walikuwa wanafanya kwa usahihi na kwa muda sahihi. Lakini Azam wakichukua back passes zinakuwa nyingi. Naweza kuambia mpaka inafika dakika 45 backline ya Azam hawakufika hata katikati. Umeona? Kwa hiyo muda mwingi sana walikuwa wanachezea upande wao. Wakipiga long ball Azam Yanga wanachukua, wanaweka chini, wanatengeneza entries yao, wanakuja, wanavuka paka katikati, wanaenda. Naweza nikasema goalkeeper wa Azam yule bwana mdogo Foba, naweza nikasema anastahili pongezi. Bila hivyo nadhani Azam jana kwa Yanga walikuwa wanafungwa goli nyingi sana. Na ni kwa kiwango walichokionyesha jana timu ya Yanga, wana namna ya kuweza kutetea ubingwa wao kwa ligi kuu msimu huu, au ni kama bado kabisa wako chini? Kwa advantage ambayo Yanga walionayo ni kwanza kila mechi ambayo walionayo kwa sasa hivi wanajua wanatafuta nini. Ukiangalia distance ambao wameachana na Simba na Yanga ameshacheza mechi nyingi sana kuliko Simba. Simba na vipolo. Yanga nadhani anafikisha mechi ya 27 kama sikosei, 27. Kwa hiyo Simba bado ana advantage. Lakini kwa hiyo penti moja ambayo Yanga anamzidi Simba, huwezi kujua. Mimi naona Yanga ana nafasi kubwa sana ya kutetea ubingwa wake kwa determination ambayo anaingia nayo kwenye kila mechi, kwa sababu anajua mtu ambaye anamfuata nyuma na ndo mpinzani wa Yanga. Na siku zote kabla hujaweka dabi, hata leo ligi ikiisha manake Yanga ndo bingwa. Kwa hiyo Simba na yeye ana mechi ambazo zipo mkononi, lakini katika mechi hizo inategemea anakujaje na wapinzani anaoenda kukutana nao ni wa aina gani. Ana Singida ni best team, ina quality ya wachezaji ambao wanaweza wakalingana na wachezaji wa Simba, au kuna baadhi ya wachezaji ambao wako Singida wanazidi wachezaji wa Simba kwa experience. Tukienda kwa upande wa mchezaji mmoja ambaye yuko Singida kwa experience kama wakina Rupia, wakina Soa, wachezaji wengi ambao wako pale ambao wana experience kuliko wachezaji wa Simba. Hata ukiangalia kuna wachezaji wengi ambao wameshacheza mashindano pale kwenye timu ya Singida. Kwa hiyo watakapoenda kukutana na Simba, nadhani hiyo mechi ndio inaweza kaamua. Nadhani hiyo mechi watu wamewekea uzito mkubwa sana. Siku Singida atakutana na Simba. Japokuwa jana Singida kafa 2-1. Sasa inategemea Singida anaenda kukutana na Simba yuko kwenye hali gani, na Simba atakuwa kwenye hali gani. Sababu hapa kuna mechi nyingi sana Simba ambao atakutana na watu. Simba bado hawajakutana na Azam. Umeona mechi ya marudiano. Kwa hiyo kuna vikwazo ambao hiyo ni football. Asilimia kubwa ya watu huwa tunatoa tu matokeo tunampa Simba na Yanga. Simba akienda kucheza na timu yoyote wanasema Simba atashinda. Yanga akienda kucheza na timu yoyote wanasema Yanga atashinda. Kwa hiyo kwenye football kunaweza kutokea chochote. Lakini sasa inategemea plani mwalimu anaenda nayo na ile timu inakuja na plani gani. Kwa sababu unapoenda kucheza na hizi timu mbili ujue kuwa unaenda kucheza kwanza na asilimia kubwa ya watu. Wananchi wengi ndio wenye timu hizi. Japokuwa mtu ukimwambia Simba na Yanga sio timu kubwa anataka kukuua.
Mimi huwa nasema hivyo. Simba na Yanga sio timu kubwa. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu wewe ni mwalimu wa mpira. Unaweza ukatuambia ni kwa nini unasema kwamba Simba na Yanga sio timu kubwa? Kwa experience yako ulionayo. Kwa experience yangu mimi nilionayo, Simba na Yanga nasema sio timu kubwa kwa sababu Simba na Yanga ni timu kubwa humu ndani Afrika Mashariki na Kati. Ni timu kubwa, siwezi kupinga hilo. Lakini Simba na Yanga Afrika sio timu kubwa kwa sababu ya mafanikio yao. Timu kubwa ni timu ambazo zimeshachukua makombe. Mfano TP Mazembe, Al Ahly na timu zingine ambazo zina mafanikio. Lakini ndani ya Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, Simba na Yanga utasema ni timu kubwa. Na ndio maana mimi nimesema. Naweza nikakwambia Simba na Yanga wana mafanikio gani ndani ya Afrika. Simba na Yanga huwezi kupimanisha sawa sawa na Mazembe. Huwezi. Mazembe ni timu kubwa kuliko Simba na Yanga. Ndio maana nikakwambia Simba na Yanga kwangu mimi sio timu kubwa. Ni timu kubwa humu ndani ya Afrika Mashariki na Kati. Lakini Afrika kwa ujumla Simba na Yanga sio timu kubwa bado. Hawajafikia hiyo level ya kujiita timu kubwa. Yanga ana makombe 30 ndani ya nchi. Si ndio? Ni timu kubwa. Ndani ya nchi. Afrika Mashariki na Kati, Yanga na Simba ni timu kubwa. Sawa, hawana watu wa kuwapindua. Lakini ukisema nje, huwezi kuwaweka kwenye timu kubwa. Mimi kwangu ni timu za kawaida tu. Huwezi kuwaweka kwa Mamelodi, Al Ahly, huwezi kuwaweka kwa sababu hakuna kombe lolote ambalo wameshiriki mashindano ya nje ya nchi wakaja nalo. Kama watakuwa na mafanikio hiyo, maana yake tayari wanakuwa timu kubwa. Katika timu kubwa nawaweka. Lakini kwa sasa hivi inakuwa ni kazi ngumu. Basi mimi nashukuru sana kwa mchango wako kocha. Asante, na mimi nashukuru pia kwa ujie wenu. Karibu sana Stein TV. Nitafika pale mtakaponihitaji, nipo tayari. Sawa sawa.